Ivan, can you take a mic and can you take a mic? And the Bible. Those are writing. We are talking about. I don't know if I can write Easter or Passover anyway. This is a good English Passover. Hiyo anasema enjoy anglea mzuri. Easter, it is word of English, Britannic word. Ile Easter ni lugha ya Britannic. It is a Britannic word. Ni Britannic word which does not have a good meaning for Passover. Ile yenye haina maana ya mzuri kwa ajili ya Pasaka. I will not have time there. There is a day I will talk about that. Sina muda wa kuongelea hayo, lakini nitaongelea siku nyingine. So what is a Passover? What is nini njo Pasaka? So we see that we were told that Easter is to raise with, if I was sick and Jesus raised the day of resurrection and I raised with healing. Tumefundishwa ya kwamba wakati Yesu atafufuka, kama nilikuwa naumwa na mimi ninafufuka, magonjwa yote inapotea. If I got problem when it is Easter time, I will be free. Kama nilikuwa na shida, kama ni wakati wa Pasaka, na ninakuwa huru. If that could be the truth, kama ingelikuwa ni kweli, the disciple could be the first to be rich. Kama ingelikuwa ni hivyo, kama wafuasi wangekuwa wa kwanza kuwa watajiri. If that could be the fact, ingelikuwa ni njoo vile gisi ilivyo. When Jesus rose, wakati Yesu amefufuka. Oh, are you writing? Uko naandika. When Jesus rose, wakati Yesu alifufuka, the people that went to see him, watu wenyewe walienda kumuona, were the disciples, walikuwa wafuasi, plus Mary and others, na Mariamu na wengine. But when Jesus rose, lakini wakati Yesu amefufuka, no one changed his life. Hakuna mwenye alibadilisha maisha. No disciple became a millionaire. Hakuna disciple mwenye alikuwa millionaire. Hello? As what we are hearing all over the world. Kama kitu tunasikia ulimwenguni huko. Today, leo, is a day of miracle. Jesus has risen. Kwa ile miujiza Yesu amefufuka. A lot of promises. Maagano mengi kwa ajili. Promise. A lot of promises. Ile mahadi ya mingi sana. A lot of promises have been given to us. Mahadi ambayo tumekuwa tumepewa. Today you receive your husband because Jesus has risen. Leo utapokea mume wako kwa sababu Yesu amefufuka. After 20 years I'm still single. Baada ya miaka 20 na ningali tu vile vile. So now, na hivi when Jesus rose, wakati Yesu amefufuka, they went to see him. Walienda kumuona Yesu. They did not find him. Hawakumkuta. In the way of Emmaus, kwa ile njia ya Mausi, disciples were working with him. Wadisiple walikuwa wanaenda naye. The Bible did not tell me. Biblia haikuniambia kwamba the life of those two people were changed. Haikuniambia kama maisha ya wale watu wawili imebadilika. Hapana. Peter, the one who remained with the key of the church. Petro ambaye alibakia na funguo ya kanisa. When Jesus rose, wakati Yesu alifufuka, he remained the same. Alibakia vile vile. Nothing changed to Peter. Hakuna kitu kilibadilika kwa Petro. He did not have a lot of horses. Hakukuwa na minyama ya mingi. According to the word. Kutokana na neno la Mungu. Sorry. According to the world. Kutokana na ulimwengu. Everything must change. Kila kitu kinapashwa kubadilika. Okay? This is the Easter. Hii ni Pasaka. We are talking about today all over the world. Tunaongelea leo ulimwengu mzima. But I have a news to tell you this. Lakini niko na none of the disciples. Hakuna hata mfuasi mmoja. When Jesus was, wakati Yesu alifufuka, his life was changed. Maisha yake yalibadilika. In fact, all of them, kwa hiyo wote, they were killed. Waliuawa with the sword. Na kiupanga. Everyone was running up and down. Watu wote walianza kukimbia chini juu. But Jesus promised them. Lakini Yesu amewaahidi that if you leave your parents, ukiwaacha wazazi wako, and your children, watoto wako, your wife, whatever, mke wako na you will have 100% under
the sun. utakuwa na 100% chini ya jua. 100% under the sun. 100% chini ya And you jua. have eternal life Na utakuwa na in maisha heaven. mbinguni. So now, Na sasa you eternal life in heaven. maisha ya milele mbinguni. Now tell me, Naambia sasa. Jesus lied to the disciples. Sasa Yesu amewadanganya wafuasi. Hello? Jesus lied to the disciples. Sasa Yesu amewadanganya I mitume. am telling you this. Ninakwambia hivi leo. All of them, Wale wote. none of them, they left even the plot to their children. Hakuna hata mmoja acha hata nyumba kwa watoto wake. But they were serving Jesus. Lakini walikuwa wanamtumikia Yesu. So now, Sasa Jesus lied to them, isn't it? Yesu aliwadanganya. Njoo vile. Jesus said. So now this is what we call these things. We call it nonsense. Nonsense. Or in other English, without sense. Hivi tunaitaga abina vya maana. This is a game Hii ni kama mchezo which people are doing. ni watu wako wanafanya. Because starting from disciples, Kwa sababu tukiangalia kuanzia kwa mitume, nothing. hakuna kitu. This is what we read in the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 11. Hii tutasoma wa Thesalonike wa pili chapitre 2 verset 11. Are you there? I'm not there yet. Tutasoma katika kitabu cha Wathesalonike sura yake ya pili mstari wa 11. Biblia inasema, Yeah. vile vile kama mjuavyo jinsi tulivyomwonya kila mmoja. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 Second. from 10. Verse 11. Second. From 10, let's start 10. Tunasoma kitabu cha Wathesalonike wa pili sura yake ya pili mstari wa 10. Biblia inasema, Yeah. na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hayo wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. 11 nasema, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu God will send a strong delusion waaminio uongo, that they should believe the lie. Oh my God. This is Apostle Paul is saying. Huyu ni mtume Paulo anasema. Thessalonians chapter 2 verse 10 to 11. Wa Thesalonike wa pili chapitre 2. Now, according to the world, Kutokana na ulimwengu sasa, everything must be all white. mambo yote yanapasha kuwa vizuri sasa. When Jesus rose, Wakati Yesu anafufuka. okay? According to the world. Kutokana na ulimwengu. Now, Sasa Apostle Paul is saying, mtume Paulo anasema God has sent Mungu ametuma a strong wind upepo mkubwa for those who want to hear these things, kwa wale ambao wanahitaji kusikia haya so maneno, that they will be perished. kwa sababu wapotee. God accepted it to be like that. Mungu amekubali yawe hivyo, That they can love to hear good things. kwa sababu wafurahie kusikia mambo mazuri. You know, there, sister, stand up. Dada simama. Today, Leo your life has changed. maisha yako yamebadilika. Jesus has raised. Yesu amefufuka. Come and give 10,000. Kuja na ulete You 10,000. receive your husband. Utapokea mume wako. Can you see? The Bible says Biblia inasema God allowed that to be like that, Mungu amekubali hayo yafanyike so hivyo, that they can be perished. kwa sababu wapotee. Why? Kwa sababu gani? They did not accept the love of God. Kwa sababu hawakukubali upendo wa Mungu. What we are seeing all over the world, Hii tunaona ulimwengu mzima.
God allow it to be like that. Mungu amefurahia iwe hivyo tu. So that they can be perished. Juu wapotee. But to you little children you are here. Kwa wewe mwana wa Mungu uko hapa. You have got the grace. Umepata neema. To listen to the truth. Kujua ukweli. And change your way. Na ubadilishe njia zako. I thought that you say amen. Amen. I thought that you say amen. Nilizania utasema amen. Can you say amen? Unaweza kusema amen? Amen. 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 Brother Joseph, are you getting it? I have to Joseph here. So, this is how people are going. Hivi njogi si watu wako wanaenda. There are people has been predestined. Kuna watu wengine wameandaliwa to be perished. Kupotea. Hello, Anita. There are people has been perished. Has been predestined to be perished. Kuna watu wengine wameandaliwa kupotea. And it's God who wanted to be like that. Na njogi Mungu alipenda tu. Why? Kwa sababu gani? They did not receive the love of God. Kwa sababu hawakupokea upendo wa Mungu. But you are here, you have received that love of God. Ninajua uko hapa umepokea ule upendo wa Mungu. You will see that those kind of people. Utaona wale watu wa hivyo. When you are able to hear this word. Wakati uko na jinsi ya kupokea hii neno. They will be behind you to discourage you. Watakuwa nyuma yako ili wakudekuraje. You know what? Unajua nini? That man has changed the word. Ule baba amebadilisha neno. Don't go there. Usiendi kule. It is not like that. Sio hivyo. This is the word which says. Hii ni neno jinsi imeandikwa. Those people. Wale watu. They are perished already. Wamepotea kabisa. And God has sent a strong wind. Na Mungu ametuma upepo mkali. Of religion. To destroy them. Kuwavunja. When they hear the prophet is there, they follow. Wakati watasikia nabii kwa kule na watakwenda. When they hear there is a pastor camp, they follow. Wakisikia kuna mchungaji huko na wataenda. They want sweet things. Wanataka mambo matamu. You are not everybody. Hauko kila mtu. You are special. Uko speciale. Amen. Can I say it again? Yes. You are not everybody. Hauko mtu yeyote. You are special. Amen. Uko speciale. Now don't allow everybody to lead you. Usikubali kila mtu akuongoze. Amen. Don't. Usikubali. So, look now today. Angalia leo sasa. This is the word which God left us, which Jesus left us. Hii ni neno ambayo Yesu ametuachia. Let me tell you something. Acha nikwambie. Poverty is not the sign of lack of Jesus. Umasikini haiko sinye ya kuonyesha kama hauna Yesu. Can I say it again? Naweza kurudilia. Poverty does not mean you don't have Jesus. Umasikini haimaanishi ya kwamba hauna Yesu ndani yako. Poverty is when you have everything but you don't have Jesus. Umasikini ni wakati uko na kila kitu lakini hauna Yesu. So, what is Passover? Nini njo Pasaka? It is the testimony. Ni ushuhuda. We have to testify every day and everywhere. Yenyewe tunapasha kushuhudia kila siku na kila sehemu. That Jesus has rose. Yesu amefufuka. Is not in the tomb. Haiko tena makaburini. Where Passover started? Wapi njo kwenye Pasaka imeanzia? Well, we have to know that. Inabidi tujue. Where Passover started? Kwenye Pasaka imeanzia. Who can answer that question? Nani mwenye anaweza kunijibu? Nema. Where Passover started? Lagrange, where Passover started? You have a microphone? So, the Passover started with the children of Israel. Pasaka imeanza na watoto wa Israeli. When they were in Egypt. Wakati walikuwa ndani ya Misri. The country of idols. Ndani ya nchi ya miungu. So,
It was the country also of crime. ilikuwa na ni nchi ya mauaji. The Israelites, they are the descendants of Abraham. Waisraelite walikuwa descendants ya Abraham. You remember where we read in the book of Genesis chapter 12 of Abraham? Unakumbuka fasi kwa tulisoma mu Genèse 12. Jia descendants ya Abraham. The people of Israel, wana wa Israeli, went in Egypt walienda Misri because they wanted themselves to go kwa there. sababu walipenda peke yao kwenda huko. No one took them by force. Hakuna mwenye aliwashika kwa nguvu. How? They went in Egypt because of the hatred. Kwa sababu walienda Misri kwa sababu ya kasirani Of against their brother. Kasirani kutokana na kaka They yao. hate their brother. Walimkataa kaka yao. They sold their brother. Walimchukia kaka yao na kumuzisha. Because Jacob loved him. Kwa sababu Yakobo amempenda sana ule kaka. And it was predestined that their brother will lead them. Na ilikuwa imeandikwa kwamba ule kaka atawaongoza. Anita, are you writing what I'm saying? What? If you are busy, you can go outside. Don't like that. So, this is the wickedness of the heart. Huyu ni ubaya wa roho Of people. za watu. Why our father loved this one? Kwa sababu gani baba yetu anampenda Is he huyu? better than others? Huyu manake ni mzuri kusitia Look si. the way he is. Angalia jinsi alivyo. The heart of man is wicked. Roho ya mwanadamu ni mbaya They sana. hate their brother because of vision and because of the love of the father. Walimchukia kaka yao kwa sababu ya maono na kwa ajili ya upendo wa baba yake kwake. Do you know, they thought that Walizania ya kwamba they sold Jacob, wamemuzisha Yakobo. but they sold themselves. Walizania wamemuzisha Yosefu lakini wamejiuzisha peke yao. Can I say it again? Yes. They saw that they you know, their plan it was to sell Jacob, Joseph. Walizania ya kwamba plani yao ni kumuzisha Yosefu. But they sold themselves. Lakini wakajiuzisha wenyewe. Amen. Amen. What God have already established for the blessing of nation, no one will revoke it. Amen. Ile yenyewe Mungu alishapanga kwa ajili ya baraka ya nation, hakuna mtu mwenye anaweza kuiharibu. What God have already predestined for your destiny, no one will revoke it. Ile yenyewe Mungu alishakuandaa kwa ajili ya destiny yako, hakuna mwanaweza kuiharibu. If God have already said yes, it is yes. Kama Mungu alishasema ndio na ni ndio. It cannot be fulfilled today, but it shall come to pass. Haiwezi kufanyika leo lakini itafanyika tu. Amen. Am I talking to somebody here? Amen. In Genesis chapter 27, Katika kitabu cha Mwanzo 27, when they sold themselves, wakati walijiuzisha they wenyewe, were enjoying the time of the king known Joseph. walikuwa kwa muda wa mfalme ambao alikuwa anamjua Yosefu. But when that guy died, Wakati ule jamaa alikufa, suffering started. wakaanza sasa kuteseka. Suffering starts. Mateso yakaanza. Number one, Cha kwanza, they went to Egypt by their own will. walienda Misri kwa kupenda kwao. Okay? Yes. And I say Egypt is what? Na nilisema Misri ni nini? It is the world. Ni ulimwengu. When we say the world, Wakati unasema it is ulimwengu, all kind of crime, ni kila aina ya mauaji. all kind of evil. Ni kila aina ya matatizo. Is where everyone is permitted to do everything. Ni kwenye kila mtu anakubaliwa kufanya chenye anapenda. So now those people, they suffer the Lord. Sasa wale watu wakaanza kuteseka. God one day remember the promise of Abraham. Siku moja Mungu akakumbuka ahadi ya Abraham. Say, let me save this nation. Akasema acha niwaokoe au And watu. those people, they were crying too much in Egypt. Na wale watu walikuwa wanalia sana kule Misri. I know this song. This song sometimes make me laugh. Hii story naipendaga lakini kuna muda mwingine nifanga These nicheke. people, they are the one who they were crying. Na hawa watu ni wenyewe ndio walikuwa wanalia. That we are suffering here. God come and save us. Wanasema Mungu tusaidie, tunateseka hapa, kwa tuokoe. Do you know, to go in Egypt was not a problem. Kwenda Misri haikuwa shida. But to come out of Egypt Lakini kutoka Misri was a problem. ilikuwa
ilikuwa shida. Amen. Yes. Are you getting it? Uko nanifuata hii? To go in Egypt, Kuingia it Misri was easy. ilikuwa teketeke. Let's go. Twende. But coming out of Egypt, Lakini kutoka ndani ya Misri it was hard. ni nguvu sana. So, that's why we see in Exodus chapter 15 verse 5. Ndio kwa maana tunaona katika kitabu cha Kutoka They're supposed to do a couch. ilibidi wafanye ibada. Yeah, they're supposed to do a worship Ilibidi wafanye maabudu for them to come out of Egypt. kwa wao kutoka ndani ya Misri. Amen. Because Kwa sababu God, sorry, because God Mungu spoke to Moses aliongea na Musa. that you have to go and save my people. Mungu akamwambia inabidi uende uokoe watu I wangu. heard their cry. Nilimesikia malalamiko yao. Is where now we want to talk about Passover. Hapa njoo tunataka kuongelea Pasaka. Sorry. So, when Moses went there, Wakati Musa alienda huko, he reached on the table and starting with Pharaoh. akafika kwenye meza akaanza kuongea na Farao. God sent me Mungu amenituma to take his disciple. To take his people, nichukue watu wake so that they may go juu waende to serve him. wamtumikie. Remember, I told you this. Kumbuka nilikwambia hivi. What is serving? Kutumikia ni nini? Serving is to worship God. Kutumikia ni kumwabudu Mungu. Hello? Amen. Serving is to worship God. Kutumika ni kuabudu Mungu. But Pharaoh refused. Lakini Farao akakataa. Exodus chapter 10 and Exodus chapter 11. Kutoka 11. God said, you take the animal. Mungu akasema utachukua mnyama. You take the lamb. Utashika kondoo. Now we are in Exodus chapter 12. Tuko ndani ya Kutoka 12 hapa. From verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Where God instructed now Moses Kwenye Mungu alimwambia Musa to take what? kushika nini? The lamb. Kuchukua kondoo. Cut the lamb. Amkate kondoo And they have to eat the lamb. na wakule kondoo. So, and which lamb they have to take? Na kondoo aina gani wanapata The kuchukua? unblemished lamb. Kondoo mwenye ana itilafu. I remember the Swahili of Saint of God. So, kondo bila dosari. The unblemished lamb, Wamchukue kondoo wa bila which has dosari. not any illa, Mwenye hana tatizo lolote. is what we have to kill. Ile njoo tunapasha tumuue ule kondoo. One day you understand about that. Siku moja utaelewa juu ya hili. And when you take that, Na wakati utachukua hiyo, you take the blood utachukua damu. and go and put on the top of the door frame. Na chukua damu uende utie kwenye vizingiti vya milango. Hello? Amen. Go put on the top Mungu akatia juu on the frame. kwa vizingiti. I like you writing. When you're not writing, maybe you forget. Napenda kisi uko naandika. Kama So, uandike utasahau. because we have to understand why are we celebrating Passover. Kwa sababu inabidi tuelewe tuko tunafurahia Pasaka kwa nini. So now hear what God said. Sikia sasa Mungu anasema. When you leave this country, Wakati utatoka katika nchi hii, Moses, Musa, and you reach in the country of honey and milk, ukifika katika nchi ya asali na maziwa, now you'll be doing this couch utakuwa unafanya hizi ibada in the memory of worshiping me. kwa ajili ya kudikumbuka. Is to signify that God has saved us Inaonesha ya kwamba Mungu katuokoa from Egypt kutoka Misri to Canaan. kuingia Kanaani. Amen. If your children ask you, Kama watoto wako wanakuuliza, why are we celebrating this? kwa sababu gani tuko tunafurahia hii? Read the Exodus chapter 12 verse 27. Soma Kutoka Exodus chapter 12 27. Kutoka 12 chapitre 12. Are you there?
Verset 12, verset 7. 27, the Bible says this. Verset 7. That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt. When he struck the Egyptians and delivered our household, so the people bowed their heads and worshipped. Amen. Hallelujah. Amen. When your children will ask you, why are we celebrating this? Wakati watoto wako watakuuliza, je, nini tunafurahia hii? We celebrate Passover Tunafurahia Pasaka because God make a passage kwa sababu Mungu alitia njia over the Egyptians. Alipitisha kwa Over the Egyptians. alipita juu ya Wamisri. He gave us victory and he killed them. He punished them. Alileta ule ushindi na kuwapatia ghadhabu. So the Bible says, and he delivered us with our household. Biblia inasema ya kwamba ametufungua katika nyumba za babu zetu. He delivered us with our household. Alitufungua katika nyumba zetu. Anafungua nyumba zetu. So now this is what you're gonna tell to your children. Hii njoo tunaweza kuambia watoto wetu. And after they bow down and worship. Na baada ya pale wameunama na kuanza kuabudu. This is now we see that hii njoo tunaona sasa the purpose of God to save them. Lengo la Mungu kuwaokoa. It was for them to worship. Ni kwao wao kuabudu. And to worship is to serve God. Na kuabudu ni kumtumikia Mungu. Now what is Passover? Na Pasaka ni nini? Passover means the passage of God, the passage of the Lord. Pasaka inamaanisha ya kwamba kupita kwa Mungu over Israel, over Egypt. Juu ya Misri. The passage of God. Kupita kwa Mungu juu ya Misri. It was not haikukuwa the stay. Haikukuwa kuishi. It was a passage. Ilikuwa kupita. Amepita. It pass and go. Yani kupita na kwenda. It's like an aircraft. Ilikuwa kama ndege. It takes people here. Ndege inachukua watu hapa and go. Inaenda. It's like the eagle. Ilikuwa kama eagle. The eagle came. Eagle inakujaga. And it took the eaglet. Inachukua inaenda. It took the eaglet. Anachukua watoto yake. Inachukua watoto wake. So it's like a chicken. Ni kama mkuku. He pass and take the chicks. Anachukua watoto wake na anakwenda. That was the passage of God. Ilikuwa kupita kwa. It was not a stay. Haikuwa kubaki. Why? Kwa sababu God cannot stay in Egypt. Mungu akubakia Misri. God cannot stay in Egypt. Mungu hawezi kubakia Misri. Because Egypt is dirtiness. Kwa sababu Misri ni uchafu. Amen. Amen. Isaiah chapter 19 verse 2. Isaya 19 chapitre 3. You understand that what is Egypt? Utaelewa nini ndio Misri. Isaya 19. Isaya 19. Isaiah chapter 19 verse 3. The Bible says, the spirit of Egypt we fell in the midst, and we destroyed their counsel, and they will counsel the idols and their charmers, the magicians and the sorcerers. So we understand that Egypt, tunaelewa kwamba it is a place of charm. Ni fasi ya uchawi. It is a place of sorcerers. Ni fasi ya wachawi. It is a place of magic. Ni fasi ya maji. That is Egypt. Njo Misri. What is Egypt? Misri ni nini? Sehemu ya uchawika ya uchawi. Can I wipe here? I want to wipe. Egypt. World. Because I'll ask you the question later. Egypt. Misri. Idolatry. Ni
fasi ya kuabudu miungu. Idolatry. Fasi ya kuabudu miungu. That is Egypt. Ndio Misri. When we say somebody is in Egypt, wakati tunasema mtu iko Misri, it means somebody is in idol. Inamaanisha kwamba mtu iko ndani ya miungu. Children of Israel were serving idols instead of serving God. Watu wa Israeli walikuwa wanatumikia miungu kuliko kumtumikia Mungu. They were not, look at me. They were not away. Hawakukuwa wanajua to serve God. Kumtumikia Mungu. They were not away. They were not away. Hawakujua njia. Hakukuwa njia. They were not away. Hapakukuwa njia to worship God. Ya kumwabudu Mungu. But they were there to serving idols. Lakini walikuwa pale kutumikia miungu. Their back was bent. Migongo yao imechoka. Their back was bent. In French they said leur dos était courbé. Migongo yao imekuwa imekunjamana. Their back was, where you look at me, I'm the one who I'm preaching. So their back was bent. Migongo yao imekuwa imeshakunjamana. And they were tired. They could not worship this God. Walikuwa wameshachoka, hakuna kisi ya kumwabudu huyu Mungu. Every day walking. Kila siku kutumika. Every day waking. Kila siku kutumika. Every day waking. Kila siku kutumika. There is no time to worship God. Hakuna muda wa kumwabudu. They were worshiping idols. Walikuwa wanaabudu miungu. Because when you do like this, kwa sababu wakati unafanya hivi you kukujama, you are worshiping. uko na abudu. So it supposed God to save them. Ilibidi Mungu awaokoe. Imagine when God saved them. Ujiwaze wakati Mungu aliwaokoa. God sent his servant to save them. Mungu ametuma mtumishi wake kuwaokoa. On the way, kwa njia yote. They were against Moses. Walikuwa kinyume na Moses. They said, Moses, you know what? Wanamwambia Musa, unajua? Why did you put us here to suffer? Kwa sababu gani uko natuleta hapa kuteseka? It was better for us. Ilikuwa ni vizuri kwetu tubakie huko Misri. To drink and eat. Tukule na kunywa. This is people. Yes. Njoo watu hao. They cry for God to save them. Walilia kwa Mungu awaokoe. The time God sent the messenger. Wakati Mungu alituma mtumwa on the way. Kwa njia. They were against that messenger. Walianza kumupiganisha huyo. It is better for us to go there back. Ni vizuri sisi turudi hata huko. To drink and eat. Tukule na kunywa. But they forgetting that. Lakini wanasahau ya kwamba when they were drinking and eating, ile walikuwa wanakula na kunywa, they were under the slave. Walikuwa chini ya utumwa. Under slavery. Chini ya utumwa. They loved worshiping idols. Walipenda kuabudu miungu. They loved to worship idols than to worship God of Abraham. Kuliko kumwabudu Mungu wa Abrahamu. They bring you salvation. Waliwaletea wokovu. Okay, I bring you salvation. Ninawaletea wokovu. But you don't want. Lakini hampendi. But you don't want. Lakini hampendi. You want. Unapenda. That kind of things which you want to see. Unapenda mambo yale unapenda kuyaona. Let me eat. Acha nikule. Let me drink. Nikunywe. Let me dress. Acha nivae. Is what you want. Ni yale unayapenda. This is how the people of Israel they wanted. Hii njoo yale watoto wa Israeli walipenda. They brought them a Passover. Waliwaletea Pasaka. They did not want. Hawakutaka. They wanted to remain in Egypt. Walipenda kubaki Misri. Wapike na wafanye tu kazi. Let me drink tomatoes. Let me eat tomatoes. Acha nikule tomatoes. Let me eat KFC. Acha nikule. Let me eat pizza. But under the slavery. Lakini chini ya slave, ya utumwa. Passover means Pasaka inamaanisha God come to take you out of slavery or idolatry. Mungu amekuja kukutoa nje ya kuabudu misanamu. Don't love that KFC and pizza you are eating under the slave. Usipende kula pizza, minyama na pizza chini ya utumwa. It is better for you. Ni
pizza and McDonald's and whatever. kukula nyama na mikate mizuri But mizuri, you are under the slavery. na uko chini ya utumwa. Amen. I thought that you say amen. Amen. This is the story. This is the story. Hii ni habari. Now what is interesting us now here? Nini sasa inatujali hapa sisi? We are in the aircraft. We want to. Tuko ndani ya ndege, inabidi turuke. So I want you to put your bed nice. Tufunge mikanda yetu vizuri. Because what will come out now, kwa sababu yale yatakuja hapa, it will be terrible. Itakuwa ni mambo mengine. Are you ready? Uko tayari? This is the story I was telling you. Hii ndio habari nilikuwa nakwambia. Now what is Egypt? Nini njoo Misri? And where is Egypt? Na wapi njoo kuko Misri? Amen. What is Egypt? Nini njoo Misri? Where? Na wapi? Apocalypse or Revelation chapter 11 verse 8. Tunasoma Apocalypse. Are you writing there at the end, Lydia, or you are laughing? What is Apocalypse? What is Egypt? Egypt ni nini? Can you read for us, Ivan, please? Unaweza kutusomea? I will ask you questions after the teaching. If you fail, we'll laugh at you. Chapter 1 verse 8. Chapter 11 verse 8. The Bible says, are you there? I want everyone to hear that. Oh Jesus. There you go. Tunasoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura yake ya 11 na mstari wa 8. I want you to hear nice here, please. Yeah, Biblia nasema, yeah. Na mizogo yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Thank you. So I want you to step now slowly, please. Na mizogo yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu. And their dead bodies will lie in the street of the great city, uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma, which spiritually is called Sodom, na Misri, and Egypt. Na tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa, where also our Lord was crucified. Yerusalemu. Come on. Ivan. Jerusalem. What is Egypt? Nini njo Misri? Egypt. Misri. It is Jerusalem. Ni Yerusalemu. What is Jerusalem? Yerusalemu. Jerusalem is Egypt. Yerusalemu ni Misri. How? Kivipi? There is a song say, tutaingia Jerusalem. Tutaingia. There is a song saying, tutaingia Jerusalem. Jerusalem, it is Egypt. Jerusalemu ni Misri. Am I the one who said that? Yes. It is the Bible. Ni Biblia. The Bible says that is the place they killed our Lord Jesus. Pale ndio kwenye baliua Mungu wetu. They killed our Jesus Christ in Egypt. Walimuua Yesu Kristo Misri. And that Egypt, na ile Misri, it is Jerusalem. Ni Yerusalemu. Jerusalem, it is the place of the temple. Yerusalemu ni sehemu ya hekalu. It is a synagogue. Ni hekalu. And they killed Jesus. Na walimuua Yesu. They did not kill Jesus out of Jerusalem. Hawakumuua nje ya Yerusalemu. And they killed him in Jerusalem. Walimuua Yerusalemu. And Jerusalem na Yerusalemu means Egypt.
Misri. How? Kivipi? Because it is no, not today this way. It is a place of idols. Kwa sababu ni sehemu ya miungu. That is Egypt. Njo Misri. Okay? So now, why Jerusalem became Egypt? Kwa sababu gani Yerusalemu imekuwa tena Misri? Now the Bible tells us now signifies Biblia sasa inatumaanishia that spiritually kiroho, it is Sodom. Kiroho inamaanisha ya kwamba ni It Sodoma. is Egypt. Ni Misri. Where they kill our Lord Jesus Christ. Wenyewe waliuia Yesu Kristo Mungu wetu. That is Jerusalem. Njo Yerusalemu. And Jerusalem, na it Yerusalemu is a place where we see priests. ni kwenye tunaona makuhani. We see synagogue. Tunaona hekalu. Now those people who that place, Wale watu wala ile sehemu, they did not want Jesus. hawakumpenda They Yesu. kill him. Walimuua. And when they kill Jesus, Na wakati walimuua they Yesu, don't want him. hawakupenda They yeye. wanted Egypt. Walitaka Misri. And Egypt is water. Na hii Misri ni nini? Egypt is evil water. Misri ni tabia mbaya. It is a place of mermaid. Ni sehemu ya Mermaid mean in French they say sirène de mer. The mermaids. ni sehemu ya Sirène de mer, I don't know in Swahili. I don't know mermaid in Swahili is what. Anyway, you understand the way. Mamba Mutu. Mamba Mutu, Yeah. So it is a place of mermaids. ni sehemu ya mama mtu. It's where spiritually Ndio now kwenye hata the kiroho person is coming in Jerusalem. mtu mwenye kunatokea Yerusalemu Is coming. iko natoka Yerusalemu anakuja Yerusalemu. A person is coming in Jerusalem, Mtu ambaye anakuja Yerusalemu but inside of him spiritually, lakini ndani yake kiroho he has a mermaid. iko na mama mtu. He has a mermaid. Iko na mama mtu. He has witchcraft. Iko na uchawi. But he's going in the church. Lakini iko naenda kanisani. They said this is a priest. Wanasema huyu ni kuhani. But this priest Lakini huyu kuhani does not love the truth. hapendi ukweli. Yesu Kristo. They said this is a worshipper. Na wanasema hii ni maabudu. But he have a small nini, a small mind here, so that they can love her, so that he can get married. Unasema huyu ni muabudu lakini iko na herizi ya kumfanya apate Oh, ndoa. I need a job. I have to have this small mind. Nahitaji kazi lakini inabidi nikuwe na But herizi. he's going to church. Lakini anaenda He's kanisa. going in Jerusalem. Anaenda He's going in Yerusalemu. synagogue. Anaenda kaluni. The place they killed Jesus Christ. Sehemu ambayo wamemuua Yesu Kristo. When you have those things, Wakati uko na mambo hayo, you are in the world. uko ndani ya ulimwengu. You are in the world. Uko ndani ya ulimwengu. Jerusalem. Yerusalemu. Spiritually, I say now spiritually. Kiroho, nisema kiroho. Spiritually, Jerusalem become a place where they kill Jesus. Kiroho, Yerusalemu inakuwa ile sehemu ambayo waliua Yesu Kristo. Jerusalem, whatever. But their heart is full of hatred. Lakini mioyo yao inajaa mausta. You are serving God with magic. Unamtumikia Mungu na maji. You are making people to fall down Unafanya watu waanguke with magic. na maji. May the love of God be upon you. Acha upendo wa Mungu wa juu yenu. I love you, my children. Ninawapenda watoto wangu. But when it's with midnight, Lakini ikifika usiku saa you have a 6, meeting with witchcraft. lakini uko na renyo na wachawi. Huruma. Now, when you are in these things, Sasa wakati uko katika haya mambo, we call you slave. tunakuita mtumwa. Do you understand? Egypt world, idolatry, Jerusalem spiritually, slave. Tunakuita mtumwa. You are a slave Uko mtumwa of these things. kwa haya mambo. That's why people, they don't love the truth. Na ndio maana watu hawapendi ukweli.
Do you know, when you are a slave, wakati uko you have to mtumwa, work for somebody. inabidi umtumikie mtu. And a lot of people, they are working for Satan without knowing. Na watu wengi wako wanamtumikia shetani bila kujua. Can you discover today? Unabidi ujue leo. When you are hungry Wakati uko na njaa against somebody, unamchukia mtu. it is punishment of the devil. Ni makusudi ya shetani. Ni sio ya shetani. When you are hungry, wakati unakasirika, they tell you the truth, wanakwambia ukweli, you are hungry. Unasirika. That is the punish. God, the devil is punishing you. Hapo ni shetani kuna kupimia. This is the way the people of Israel, they were suffering. Hivi ndio jinsi watu wako wanateseka. They are eating, wako wanakula, they are drinking, wanakunywa, but punishing them. lakini wako They wanawapiga. are bent. Na migongo yao inakunjamana. Hawezi kusimama vizuri. When a person is gossiping against others, wakati mtu iko na anasema wengine, he feels that he's eating tomatoes. Anadhani kuna kula tomati. You are eating tomatoes, uko nakula tomate, and the devil is punishing you. Na shetani kuna kupiga huko. That's what we call bending the back. Hiyo ndio tunaita migongo ya kukunjamana. Now, your back, is it bent or is it straight? Sasa mgongo wako umesimama vizuri au umekunjamana? In your mouth, ndani ya kinywa chako, only others people problem. Ndani ya kinywa chako ni mashida za wengine tu ndio unaongelea. The devil is punishing you. Shetani iko na kupinia. You think that you are enjoying. Unadhani kama uko unafurahia? In Jerusalem, Yerusalemu, the devil is punishing you. Shetani iko na kupiga. This is the mystery of Jerusalem. Hii ni mystery ya Yerusalemu. When Jesus came, wakati Yesu alikuja, he find them, they are enjoying. Alikutana huko na furahia. They are dancing. Wanacheza. They are giving offering. Wanapana hata sadaka. But when Jesus arrived, lakini Yesu wakati alifika, he said, you, akasema nyinyi, ways of vipers. wewe watu wa vizazi vya nyoka. Yes. How come people, they were in Jerusalem? Ni kivipi watu wako They were Yerusalemu in synagogue. na wako ndani ya They hekalu, were in church. wako ndani ya kanisa? But when the Messiah came, wakati Mesaya he alikuja, called them race of vipers. waliwaita vizazi vya nyoka. Tell me why. Niambie kwa nini? And it is in the church. Na ni kanisani. And the priests were there. Na wakuhani walikuwa They pale. don't preach, they are prophets, they are pastors nowadays. Na kwa hizi siku makuhani ni mapastere, maprofete, watumishi wa Mungu. Can you answer me please? Unaweza kunijibu? Hello? Kwa sababu uwepo wa Mungu wako ndani yao na wamkubali Yesu. Hawako wanamkubali Mungu. And they were serving God. And people were respecting them. Walikuwa wanamtumikia Mungu na watu walikuwa Papa. wanawarespect. Bonjour papa. Good morning papa. Jambo papa. May the peace of the Lord be upon you. Acha upendo wa Mungu kwenda. Amen papa. Jambo papa. But when the master of the church, lakini ule ambaye anasimamia kanisa amekuja, when the chief of church came, wakati chef wa kanisa alifika, he looked at them. akawatizama, These people, akasema, they are vipers. vizazi vya You are nyoka. seeing them like people, Unaona kama watu, but they are serpents. lakini manyoka hizi. Sema kweli. When you look at a person, wakati unaangalia mtu, you tell him the truth. unamwambia He ukweli, wants to bite you. anataka kukukula. He's a viper. Nyoka. Amen. Stop doing this. Acha kufanya He hivi. wants to bite you. Unataka kumla. Viper. Ni nyoka. The truth cannot penetrate in them. Ukweli hauwezi kuingia ndani yao. That was 2 Peter Na ndio maana Petro wa pili chapter 2 chapitre 10 verse 17. 17. The Bible says this. Biblia inasema, For you are a slave to whatever you are a slave for whatever controls you. uko mtumwa kwa yale yote yanayokuchunguza wewe. I like this. This is Apostle Peter. Huyu ni You mtume are a slave Paulo. for whatever control you. If you are a angry man, Kama uko mtu wa you are kasirani, a slave. uko mtumwa. If they advise you, Kama
kunishauri You can't advise me. hauwezi Since I kunishauri. know you, you never Ninakujua help me. au yanisaidia. You live like an animal. Unaishi kama mnyama. This is the Bible. Hii ndio Biblia. You are a slave of anger. Uko mtumwa wa You are behind the men. uko nyuma ya wanaume. A man does not love you. Mwana hakupendi. A woman does not love you. Mwanamke hakupendi. What you want to kill him? Lakini unapenda umuue. You want to go to the magic? Unapenda uende Take kumchawi. the magic. Ushike uchawi. Baba, I want my husband to be my slave. I Napenda want you to love him. Baba, napenda mume wangu anipende. I want. Are you normal? Wewe uko sawa kabisa. You are a slave of that things. Wewe ni mtumwa wa hayo mambo. Natasha, when a person lies, Wakati mtu anadanganya, is a slave of that ni lies. mtumwa wa ile mauongo yake. Amen. We are with your wife or your husband. Uko na mke wako au mume wako. The way you lie, Gisi utadanganya. since you know your husband or your wife, you tell him the truth only twice. Tangu ulimjuaga bwana wako au bibi yako, ni ushamwambia mara pili tu kweli. You are known in the church not because you do a big. Unajulikana mkanisa sio kwa sababu juu unatoaka. Not because you do a good things. Sio kwa sababu juu unafanyaga vizuri. Because you are a troublemaker. Kwa sababu wewe ni mfanya vurugu. Where there is problem, Kwenye kwa shida. there is your name. Na jina lako liko pale. Where there is things are not going okay, Kwenye mambo haiendeki. is where you are. Jina lako liko mule. Is what 2 Peter chapter 2 says. Ile njoo Petro wa pili inasema They are controlling you. wanakukontrole. That's why today Ndio maana the leo love of God come to look for you. upendo wa Mungu umekuja kukutafuta. That's why today the love of God has come to look for you. Ndio maana upendo wa Mungu umekuja kukutafuta. My time is over. Muda wangu umeisha. And the Lord to tell you, we'll continue tomorrow. Tutaendelea kesho. Hallelujah. Amen. So this is Hii the beginning of the Passover. ndio mwanzo wa Pasaka. The beginning of Passover. Mwanzo wa Pasaka. Brother, hear me. Kaka sikia. My brother and my sister. Kaka yangu na dada yangu. God Mungu have seen our suffering. Mungu ameona mateso He has yetu. sent his messenger Alituma mtumwa to wake save us from our slavery. ili akuokoe katika utumwa. Let's not refuse. Acha tusikatae. Let us accept. Acha tukubali, And this is what we can say. na hii ndio tunaweza kusema Passover. Pasaka. This is what we can say. Hii ndio tunaweza kusema Easter. Pasaka. I need something on the piano here. Nataka kitu yeah. This is what we can say Passover. Hii ndio tunaweza kusema Pasaka. You can't celebrate Passover without knowing what you're celebrating. Hauwezi kufurahia Pasaka kisi uko unaifurahia. Shangwe. But inside you there is no shangwe. Shangwe is on the lips but not inside you. Kuimbia tu shangwe kwa kumiloma iko mroho yako. Humanizer. Kahaba. Humanizer. Kufatafata wanawake wa watu. Where you are, Kwenye you huko. think that you are special, you are handsome. You're not that Unaona handsome. kama uko akiana uko mzuri sana, wewe uko mzuri wewe. Go read the Bible, they will tell you about Joseph. Uende mbiblia usome utakwambia juu ya Yosefu. Smart young man. Yosefu kiana. But he refused prostitution. Alikataa ukahaba. Hello. Hai. Everything's bad. Mambo yote mabaya You are found it. uko ndani. It is not good. Sio vizuri As a Christian, kama Mkristo. change. Badilika. Let's stand up. Acha tusimame. Let's sing a song and let's pray. This is what we call Passover. And it is not even yet Passover. Hayafika hata Pasaka. It is the beginning. Iko mwanzo wa Pasaka. Jesus.
Jesus, help us. Lift up your hand, please. According to the teaching, I want you to pray according to what you have heard. Kutokana na mafundisho nataka uombe kwa yale uliyasikia. Your love is kind. Your love is patient. You in my heart with so much peace and joy. You are amazing. You are amazing. You make my life feel brand new. You are amazing. You are amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love too much. Jesus, you love me too much. Too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus again. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Your love is kind. Your love is kind. Your love is patience. Tell him you feel my heart. You fill my heart with so much peace and joy. So much peace and joy. You are amazing. You are amazing. You make my life feel bright. You are amazing. You are amazing.
Kristo umenifanya nielewe. What is the true Passover? Hii ndio Pasaka ya ukweli. Pray in the name of Jesus. Pray. Naomba kwa jina la Yesu. Pray, pray, pray. Oh. Worship you, Lord. Yes, Lord. Thank you for today, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Merci, Seigneur Thank you Jésus. for your kindness, Lord. Thank you for your Grâce pour ces love. paroles merveilleuses. Thank you for your love. Yeah. Merci pour ces paroles, Seigneur. I thank you Nous for te your rendons grâce, Christ, crucifié, ressuscité. Le Dieu de nos pères. Merci pour cette parole extravagante, puissante pour aujourd'hui, ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Yah, pour la vraie Pâque. Thank you for the true Passover. Thank you for the true Easter. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Thank you, Daddy, for your word today. You deserve it. You deserve it. Thank you for this word. Thank you for this word. Thank you for this word. For delivering me. Thank you for delivering me. Thank you for changing me. Thank you for changing me, Jehovah, through this powerful word. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for your word, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. I want to pray for you. My wish is that this word Ninapendelea hii neno remain in your heart ibakie ndani ya roho yako and take control of everything na ishike kontrole ya kila kitu katika maisha yako, so that you can understand the true Passover. kwa sababu uelewe Pasaka ya ukweli. May the Lord deliver you Acha Mungu akufungue, amen, from evil spirits kutoka kwa mapepo mabaya of sickness. ya magonjwa, Deliver you akufungue from evil spirit of prostitution, na mapepo ya ukahaba, of masturbation, ya masturbation, evil spirits mapepo yote of gossip, ya kuteta, criticism without ceasing, ya kuteta bila lies. uongo. May this word Acha hili neno arise and take everything out liinuke na litoa kila kitu ndani and yako set you free, na ikufanye kuwe so huru, that you can become a true child of God, juu kuwe mtoto wa Mungu, so that you can experiment a true Passover. juu uone Pasaka ya ukweli. I pray Ninakuombea from the bottom of my heart, tokea ndani ya chombo ya moyo wako, be free now in the name of Jesus. uwe huru kwa jina la Yesu, amen, Be free now in the name of Jesus. amen. I bow down Ninapiga magoti to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, kwa ule Mungu wa Abrahamu, Yakobo na Isaka, who is God of our father Paul and Hemukai, the God of our father Paul and Hemukai, the God of our father Paul and Hemukai, wetu wa Paul Andre Mkai, may deliver you akufungue in the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu. I can't hear your amen. It's like washakubafunga Sisikie meni yako, nataka nisikie ukisema amen. be delivered in the name of Jesus Funguliwa kwa jina la Yesu through this word. kupitia neno hili. Let them call you truly Acha wakuite kweli mwana wa Mungu, a child of God. mwana wa Mungu wa kweli. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap for the Lord. Tumpigie Mungu mikono. You are clapping like that. Unapiga mikono kama unataka kufa. Clap for this Jesus. Pigia Mungu mikono. Thank you. Shalom. God bless you. Mungu awabariki. Amani ya Bwana iwe nanyi.